بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد leo tunaendelea kama siku ya Qur'ani leo kwa hivyo tunaendelea na surati al-Fajr tulisimama katika aya ya 14 a'udhu billahi minash shaitani rajim inna rabbaka labil mirsad leo tunasoma 15 mpaka aya 20 inshallah tusome kwa pamoja a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما تسمع ما بشاء نعم hapa usomaji wake فأما الإنسان mimi shada natia gunna فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي مد كما قالوا مد جائز منفصل نيفوتا وكياس wengine wanapenda kuvuta matabii harfu mbili basi lakini ukivuta kwa uzuri zaidi فيقول ربي أكرمن kisimama أكرمن kuna kisomo akramani na asili yenyewe hasa kanikirimu mimi lakini hukatwa kwa ajili ya nini kubagiza ndio mwisho mmoja kama kuanza kwa hivyo akraman ahanan sawa naam فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا hapa tumezungumza huko kuhusu بالنسبة لربنا الله anasema فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد هذا بخصوص الرب أما بخصوص الإنسان بنادم فأما الإنسان سيما الإنسان فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما الإنسان لكن يجتاج وتنا إنسان كوفوبي ندول الإنسان وأما إذا ما ابتلاه المقصود وأما الإنسان إذا ابتلاه لكن حذف الإنسان بسببين كيش ذكر من آية التي سبق آية التنقلية يحتاج الإنسان هنا حاجتين وأما الإنسان إذا ما ابتلاه نقول وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن huyu الإنسان الكافر sio muumini huyu mtu kafir Mwenyezi Mungu anaelezea kuhusu kaumu mbalimbali na tumesema juzu amma ukiona visa vya mitume basi utajwa kwa ufupi tu akusudii kwa kufundisha kisa cha mitume yote hapa la unataka visa vya mitume nenda katika sura zenye kuhusika na mitume wametajwa kwa urefu ukenda katika Arafu ukenda katika sura mbalimbali sura Hud imetajwa mitume kadhaa sura Yusuf peke yake sura Qasas Musa peke yake Ibrahim na sura nyinginezo wamo pamoja kama Hud na Shuara na Anbiya sawa Sad na sura nyinginezo imetajwa mitume kadhaa pamoja na
سورة النمل imekuja na sura Fatir, sura Saba imetaja Suleiman na Daud pia. Kwa hivyo utakuta mitume kadha katika sehemu mbalimbali wametajwa. Ukifungua ukitazama katika sura Taha utapata kisa cha Musa kwa urefu pamoja na Qasas. Changanya huko na huko pamoja na Araf pamoja na sura nyingine. Ukichanganya utapata sura picha kamili, lakini huko mwisho la hakuna kwamba atakuelezea visa vya mtume. Mshajua mwanzo huko, hapa kwa ufupi tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, kafanyina 'ad Iram ذات عماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مشاهدة قبلها. وثمود وفوبت قوم صالح وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. مشاهدة kwa hivyo ametaja mitume mitatu, habari zao unazipata katika sura nyingine. Hapa kaelezo kwa ufupi hawa wote aina tatu, Ad na Thamud na Firaun, alladhina taghaw, wamefanya tughyan في البلاد katika miji yao. Kwa nini? jeuri na dhulma na ufisad. Alladhina taghaw في البلاد فاكثروا فيها في هذه البلاد, wamekithirisha ndani yake nini? الطغيان والفساد, فاكثروا فيها فساد. hawa mstahiki kumiminiwa, fasabba alayhi. Asabba ni kama ndoo kumiminia mtu maji, au kimesab yasub inamiminika kumimina. Fasabba alayhim rabbuka, mulawakum amamini صوت عذاب. هي صوت عذاب انواع من العذاب. جينا صوت بمعنى ولمجلد وكupiga adhabu ya kupigwa, la wengine wakasema sauti bimaana alwan min aladhab, anwa' min aladhab, aina mbalimbali za adhabu. Na dalili Firaun ameangamizwa kwa kuangamizwa, kwa kuzamishwa, na Ad kwa upepo mkali, na Thamud kila moja na aina yake ya nini, ya maangamizi, sio ndio sauti hapa anwa' min aladhab. Alafu akasema inna rabbaka bil mirsad, inna rabbaka bil mirsad. Tumesema mirsad maana yake nini? Maana yake kuchunguza na kuvizia na kutazama na kuchukua habari zote za kitu unachokiangaza. Radar inacheki kila kitu, sawa. Na kadhalika kule tumesema nini? inna jahannama kanat mirsada, avizia na inamsubiri tulinamliman litaghina, iwe ndio maaba kwa wao, makazi yao ya kukaa milele. Litaghina ovu, at-tughyan ni dhulma kubwa. Jahannam inasubiri, tunawaperemba, tunaangoja tu, fanyeni mnavyotaka, mimi nakusubiri. Namjua mmoja mmoja na amali zake zote, kwa sababu mashirikiano ya malaika wenye kufanya kazi mbalimbali wanaokalifishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malaika wa kuchochea moto, malaika wa kuchunguza habari za binadamu wanaofanya amali zao. Inna rabbaka bil mirsad. Inna rabbaka, si lazima rabbaka ya rabbaka Mola wako wanaamrisha malaika mbalimbali kwa ajili ya kunini? Kufanya kazi ya irsad, ya uchunguzi na kuvizia na kutazama, sawa. Na tukitazama hii na hapa mirsad tena, na kule watapotiwa wafungwe 70 dhiraa za minyororo, fasluku inahum kanu la yu'minuna billahi alazim wala yahdhuna ta'am miskin. Wale la hapo kuhusu mirsad, sio iko aya nyingine imetaja mirsad wapi? Kana nijam rasada ya tamam katika sura al-jin. Sura al-jin nasema nini aya? wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Walikuwa nani hao majini? Wanakuja kusikiliza kitega sikio. Tumezungumza aya kabla. Faman yastami' al-ana, hivi sasa baada ya kushushwa kwa Qur'ani kuna ulinzi mkubwa sana uko juu, malaika wanalinda. Hasa Mwenyezi Mungu aliyosema inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun, tunashusha hii Qur'ani ukumbusho na tutahifadhi. Wasije katika sikio wakachukua maneno wakaenda wakabadilisha, wakaenda kazuga watu wakadanganya kwa Qur'ani.
Kwa hivyo akasema nini? Faman yastami' al'ana, katika majini wakikaa kitaka na kusikiliza wanakutani yajid lahu shihaban, wanakutani mimon subiri yajid lahu shihaba rasada, iko katika mirsad, yani uchunguzi, angoja yuko wapi jini vinakwenda vinampiga vimondo vinamvizia. Kwa hivyo mirsad, inna rabbaka la bil mirsad, yumo katika nini? Mchunguza kila mmoja na amali zake, siku anapokuja huku adhabu inamsubiri. Hii bikhususi, tumesema bikhususi Allah. Kwa hivyo bikhususi insan, baada kutaja kaum mbalimbali, kaumu tatu, Ad na Samud na Firaun, sasa natajwa kila binadamu. Fa amma, kwa hakika, amma al-insan, yule binadamu idha mabtalahu rabbuhu, idha mabtalahu, idha makhtabarahu, idha mamtahanahu, anapomtia katika mtihani, anapompa mtihani binadamu Mwenyezi Mungu, anapompa majaribio. Fa amma al-insanu idha, pale anaponini, idha mabtalahu rabbuhu, anapomjaribu Mola wake, fa akramahu, akamkirimu, wa na'amahu, akamneemesha. Kumkirimu vipi na kumneemesha vipi? Zile starehe zote anazipata, mali na starehe uzima na siha na kila kitu, akaona mimi Mwenyezi Mungu ananipenda, Mwenyezi Mungu ananipenda mimi, sawa, kwa hivyo mimi na haki kuliko wengine, anajidanganya. Kwa hivyo ndio utaona kwamba nini, kama khairi yote kanipa Mwenyezi Mungu, ananipenda, kwa hivyo anafanya anavyotaka. Ndio inakuja ujeuri, dhulma na kila kitu, kibri, majivuno yanakuja hapa sasa. Kwa hivyo binadamu yakulu ni fayaqulu rabbi akramani, amenikirimu. Mwenyezi Mungu hakirimu binadamu kwa mtihani, wote wapo katika mtihani. Taibu, aina ya pili, fa amma idha mabtalahu, ama yule aina ya pili anapojaribiwa na kupewa mtihani, faqadara alayhi, na qiraa nyingine faqadara alayhi, akampa kwa mujibu wa qadari ndogo, au faqadara alayhi, akampunguzia riziki, faqadara alayhi rizqahu, anakuwa mnyonge au sio? Madha yaqul? Fayaqulu rabbi ahana, amenidhalilisha, amenitia unyonge, amenihini. Ihana hii min Allah, astaghfirullah. Na hao wote wale katika mitihani. Kafir anasema huyu mimi kanipenda Mungu, kanipa hii, na nikirudi kwake nitapata kuliko hiyo, khairan minha munqalaba. Kirudi huko tutapata khairan minha, tukirudi kwa Mola tutapata zaidi. Katika sura al-Kahf, ashabul jannatain, sahabul jannatain, bustani mbili, kasema kirudi kwa Mola nitapata zaidi. Na taban kwa mu'min hawi hali kama hii, asemi Mwenyezi Mungu amenikirimu, au hajasemi Mwenyezi Mungu amenidhalilisha. Kalla hapa inakanusha kwa yote, kwa zote aya mbili. Aina hii ya watu wanapoa mali nyingi, akasema Mwenyezi Mungu naona ananipenda, kwa hiyo mimi na haki ya kufanya ninavyotaka, kwa hiyo wanafanya dhulma na maonevu. Aina ya pili akaona yeye mnyonge, kama amedhulumiwa, la abadan. Yote katika jumla ya mtihani. Kalla hii, bal la tukrimuna al-yatim, kalla bimaana sivyo hivyo wafikiria. Almu'min as-sahih, yule mu'min anayejua kweli mambo, anajua kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu amenipa mali na ameninyepesha kwa neema chungu zima, basi ananitazama, je, nitamtii? Kwa hiyo anatoa katika kila njia ya kheri, na anamtii Mwenyezi Mungu kwa ibada na unyonge, si kwa kibri, si unyonge kwa kujua amedhalilishwa, la, tawadhu, kutokufanya kibri yani. Na kwa hivyo anatoa, anajua Mwenyezi Mungu amenipa hivi, amenikirimu kwa kumtii. Na yule mnyonge amenipa
kunikadiria, kunipunguzia kipato kwa ajili ya uadilifu wake. Kwa uadilifu wake amenipa hiki na hiki ndio ninachostahili, kwa hivyo wajibu wangu ni subiri, au sivyo? Hiyo ndio nadhara, mtazamo wa nini mtu muumini. Kanipa mali, ananipa mtihani, kwa sababu kuna waja wake wengi mali yao iko kwangu mimi. Na kama alivyosema Sheikh Sharawi, ukiona maskini unakufa na njaa, hawana chakula, ujue kwamba matajiri waliopewa mali wamewadhulumu, wamewaibia haki zao. Na hii ni kweli, kwa sababu kama tatoa kila mmoja ile nisba percent ya nini ya zaka yake, akaongezea, akaona unyonge wa watu na yeye kakirimiwa mali chungu zima, wallahi nataka kutakarab kwa Mwenyezi Mungu, akatoa sadaka, akatengeneza hiki na hiki, kwa kujua kwamba hii dunia tuishi haihitaji mali yote. Kwa mujibu wa muda utakaishi mji huu, weka mali yako, na kwa mujibu wa muda utakaoenda kuishi peponi, tengeneze pepo yako. Na katika njia kubwa kutengeneza pepo ni kutoa. Na Mwenyezi Mungu anakutazama tu, anakupa mali chungu zima, utafanyaje? Utafukia, utanyima watu, umefeli mtihani. Utatoa huku na kule ili wanaemesha watu. Kwani unapotoa unatoa kwa ajili ya nani? Umetazaka anatoa, anatazaka linafsi, kwa nafsi yake. Mwenye kutoa anajitolea nafsi yake. Na Mwenyezi Mungu anasema, man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, na atakumkopesha Allah mkopo mzuri mema, fa yudha'ifu lahu adhafan kathira, atamzidishia so many times, kwa chungu zima. Na atakumkopesha Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu, inna Allah ashtara min almu'minina, Mwenyezi Mungu ananunua, anafanya business na binadamu. Mwenyezi Mungu anafanya nini? Business, tijara. Inna Allah ashtara, ananunua. Man alladhi yuqridu Allah, anakopa lakini hakulipi dola za yen au shilingi au pound au euro, anakulipa khairat huko. Bora usio, si bora kuliko sikasema sema nini, unatanguliza chochote kituko utakuta kwa mulako. Aya nasema hivi, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah, umeweka katika reserve bank huko kwa Mungu, na una hakika ile haipotei kabisa, wala benki haifilisiki kwa Mwenyezi Mungu. Benki yake starehe za milele. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amewapa mitihani, amewapa mali, ajue kama Mwenyezi Mungu amenipa hizi na ananitazama nitazitumiaje. Mtihani mkubwa. Na kuna watu hawezi kuishi ila wawe mtajiri, ili wamshazoea kutoa tu. Kuna minanas hawezi kuishi ila wawe matajiri. Wakipewa mali kidogo, la fasada halu, hali yake itafisidika, atakufuru. Na kuna watu wengine hawezi kuishi ila maskini, akipewa mali hapo atakufuru, hali yake itafisidika, atafanya mambo apotee kabisa. Wangapi chochote hapo, akwambia mimi nikipata $1,000,000 hapa takiona chake, anatembea leo nini, nitafanya hivi na hivi, utasikia mambo chungu zima. Kwa hivyo kwa mujibu anaofikiria yeye, kwa nia yake vile, na akasema na kuambia marafiki zake wa kundi lake, basi kumbe anachuma dhambi za bure. Kadhalika yule asopewa, sasa ningelikuwa na mali kama, ningelitoa kuliko yule, ningelifanya hivi, ningelijenga hivi, sio. Na Mwenyezi Mungu anampa kwa mujibu wa nia yake. Allahu Akbar. Atakuta thawabu mwenyewe, stajabu za nini, zimefanya nini. Akamwambia nia yako salih, nia yako njema ulitakufanya. Nimekunyima pesa, lakini nia yako na ningelikupa ulifanya kweli. Subhanaka ya Rabb. Kwa hivyo, ama idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu, akampa riziki ndogo finyu, fayaqulu rabbi ahanan, asa Mwenyezi Mungu amenidhalilisha. Kalla, huyu katika mtihani na huyu katika mtihani. Alipoa mali nyingi na alifanya maskini, wote katika mtihani. Na mtihani mkubwa alikuwa nayo yule alipoa mali nyingi, yule atatoa hatoi. Na wengi ndio wanaodhulumu wale wasopewa.
Mwenyezi Mungu amejalia mali ya maskini katika mikono ya matajiri. Kwa nini unaposoma katika surati Isra, waati dhal qurba haqqahu, asli waati dhal qurba haqqahu wa ibn as-sabil, asli malakini na wapi walikuwa jamaa zako, sisters, brother, ami, wajomba, watoto wa ndugu yako, asli wajukuu zako, watu wote bin ammi, asli hao wote dhal qurba walikuwa katika familia moja ya jamaa. Wape hao dhal qurba haqqahu, haki yake umpe, sio katika zaka. Katika mali ya extra ukishatoa zaka na Mwenyezi Mungu amekupa chungu zima na unaweka tu mamilioni, unaweka benki, siku utaulizwa aya hii umeifanyia kazi? Waati dhal qurba haqqahu wal miskina, umewapa haki zao. Mwenyezi Mungu ametaja haki zao, umewapa. Kwa hivyo mtihani si mtihani, ndio kaja hapa idha mabtalahu, ibtila, mtihani. Leo Umar Abdurrahman ibn Auf katika 10 mubashirina bil janna, katika wale bashiriwa pepo watu 10 hawa mnajua majina yao? Abu Bakar, Umar, nani mwingine? Uthman ibn Affan, nani? Ali ibn Abi Talib. Haya niongezeni na sita waliobakia. Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Nani mwingine? Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali, na Abdurrahman ibn Auf ibn Mutahhar, na Sa'd ibn Abi Waqqas, na Abu Ubaida Hamid Jarrah, na Talha na Zubair, Talha na Zubair, na Abu Ubaida tushamtaja, sio? Sayyidina Ali, kwa Sayyidina Ali katika watu wanne khulafa ar-rashidin, Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na Abdurrahman ibn Auf na Sa'd ibn Abi Waqqas na Talha ibn Ubaidillah na Zubair ibn Awam na nani na Sa'id ibn Zaid na nani moja na Sa'd ibn Abi Waqqas, nani? Abdullah ibn Zubair. Ayum hawa 10 mubashirina bil janna. Natajidena Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali, halafu na Uthman Abdurrahman ibn Auf bipari wakati wao, na nani mwingine? Na Sa'd ibn Abi Waqqas na Abu Ubaida Amir bin Jarrah na Talha na Zubair, Talha ibn Ubaidillah na Zubair, marafiki duniani na akhera, na wamezikwa jirani. Na watano mwisho kabisa Sa'id ibn Zaid. Hawa 10 katika 10 mubashirina bil janna. Sawa. Abdurrahman ibn Auf huyu hesabu yake kubwa sana siku hiyo, ataambiwa jasho jembamba linamtoka, haya na pesa hizi na pesa hizi na pesa hizi. Siku alipoleta mali Madina, ngamia kwa ngamia katika Muslim watoka Sham, kila mmoja matajiri wakubwa wamesimama pale, haya mimi nitakupa mara 5 kuliko ulivyonunua. Yuko anatoa zaidi. Mimi nitakupa mara 6. Yuko anatoa zaidi. Mimi nitakupa mara 7 kuliko ulivyonunua. Yuko anatoa zaidi. Yuko anatoa zaidi kuliko mie. Nani katika matajiri kuliko mie? Kamba yupo nani? Allah anatoa kila bi10 amthaliha, mara 10 zaidi, ila adhaafin kathira. Akasema mali yote fi sabilillah. Na huyu ana mitihani kweli siku siku, hisabu refu na pana. Kila senti aliyochuma kaichuma kwa halali, na kwa kutumia akatumia kwa halali. La tazal miguu ya mtu yawm al-qiyama, miguu haitoteleza kaingia peponi siku ya kiyama mpaka yus'al an 4. Kwa maana atauliza an nini? An mali, kwanza mali yake fima mimma iktasab wa fima anfaq, amekusanya kutoka wapi na ametumia vipi? Amekusanya amina alhalal, haya ametumia vipi? Ametumia kwa njia inayotakikana na umri wake na shababu yake na yote yataulizwa. Kwa hivyo subhanallah, yani binadamu anapopewa utajiri ajue kwamba ni amana tu inapitia mkononi mwake, na Mwenyezi Mungu atamhesabia kwa kila penny anayopata, kila shilingi. Subhanallah. Kwa hivyo hao wote hawa alisema mimi amenikirimu, kwa hivyo nataka na yeye amedhalilishwa, kwa hivyo yule amekuwa mnyonge. La kalla,
bal la tukrimuna al-yatim. Watu wa kafiri aina hii, na ukitizama hapa umetoka visa va kaum mbalimbali, alafu akachambuliwa binadamu na mitihani aliyopewa kwa mali na aliyofanya tajiri na maskini, sio yeye ama al-insan huwa. Alafu ghafla ikageuka story ikawa nini, iltifatu wanaita hii, imegeuka direct al-mutakallim wal-mukhatab. Sasa hivi wanaambiwa direct, shaipata habari yote, bal la tukrimuna nyinyi makureish hamwakirimu mayatima, bal la tukrimuna al-yatim, hamwakirimu na kuwapa haki zao wanastahili, wala tahadhuna ala ta'am al-miskin, wala hamjihimizi katika kulisha maskini. Sio hivyo tu, bali mnakusanya kwa kila njia, wataakuluna turatha. At-turatha bimaana al-mirath. At-turath bimaana nini? Al-mirath. Wataakuluna turatha aklan lamma, aklan mlo, walamma kukusanya wote kila pahala, ya halali ya haramu ya wizi ya kila aina. Ndio maana yake bal takuluna bal la tukrimuna al-yatim wala tahadhuna ala ta'am al-miskin wa ta'kuluna at-turatha, na mnakula urithi. Zamani wanawake walikuwa kidhulumiwa, hawapewi haki zao, mpaka imekuja Qur'an imesisitiza kwamba kila mmoja apewe urithi wake, walidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, mwanamume apate double mwanamke. Watakula turatha akilama, na mnakula urithi kwa ulaji wa pupa, ulaji wa kukusanya, ulaji wa kufamia, ulaji wa kuonea, halali haramu, kila kitu mnakumba tu. Watuhibbuna almala hubban jamma, na mnapenda mali pendo jamma, yani kathir, kwa wingi ya kupita kiasi, laysa qiyas بنا kiasi. Jamma bimaana yam, yani kathir, jamma. Na hapa ukitizama aya zote, na tumesema mara kadha kwamba Mwenyezi Mungu anapotaja watu ambao wanastahili moto, watu ambao wanaopinga siku ya malipo, wamezama katika starehe zao, wanakuwa gumu, hawatoi, wanatafuta kila njia ya kuzuia mali waliokuwa nayo. Ndio kaya araita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'am miskin. Anafukuza yatim na hawajihimizi katika nini, watahaba zamani, watakuluna wala tahadhuna ala ta'am miskin, na kula araita alladhi yukadhibu wala yahuddu ala ta'am miskin. Sawa, na kule nini, na katika surat la uqsim bihadha albalad, ana falaqtahama alaqaba, kuna ukuta wa kufika peponi kuzieni. Ukuta huo lazima muvunje, mnavunja kwa amali khair. Wama adraka mal aqaba, fakku raqaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba. Kutoa mtumwa huru, kulisha maskini, yatima, au sio? Na ukija katika nini, ndio hapa tunataka kusema. Lakini habari ya wale katika surati al-Haqa, innahum kanu la yu'minuna billahi al-azim wala yahudduna ala ta'am al-miskin, hawamwamini Allah wala hajimizi katika nini, kulisha maskini. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kaweka shurti moja katika shurti kubwa, yatima na maskini. Kama utatazama hawa kama ipasavyo kutazama, basi itakuwa kama alivyosema sasa, ana wakafili yatim, mimi na yule mwenye kukafili na kuwatazama yatima, kahataini fil janna, kakaweka vidole vile rusta sababa, akaweka shahada na rusta, akaweka nini pamoja, tutakuwa hivi jirani pamoja peponi. Namna gani anavyoinuka mwenye nini, mwenye kulisha mayatima na mwenye kulisha maskini, hali gani wanavyokuwa katika cheo cha juu kabisa, subhanallah. Na taban kama alivyosema
yule mtu ambaye anazamishwa katika moto anapotaka kutumbukiza motoni, akaona namna gani walivyoneemeshwa watu wenye kutoa kumbe wana neema kubwa, thawabu zao kubwa sana. Ulipokuja katika sura Munafiqun, waanfiqu mimma razaqnakum, toeni katika nilokuruzukuni. Tazama imemalizika hii aya, min qabli an yatiakumul yawm, kabla ya kujieni siku, min qabli yatia ahadakumul maut, kabla yamjia mmoja wenu mauti. Inapomjia mauti akaona watu wanaoneemeshwa wenye kutoa wale, fayaqul, nini atasema? Fayaqul rabbi laula akhartani, law ungenichelewesha ila ajalin qarib, japo siku moja tu nipe kiasi ya kwenda benki nitoe pesa zangu zote na utafute mayatima na maskini wote nizigawe hapo kwa dakika 10. Ajal qarib, bas muda mfupi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, bado kutoa sadaka, wa akum minas salihin. Kajua kwamba kutoa sadaka ambayo inazima ghadhab za Mwenyezi Mungu, ni sadaka tutfi ghadhab rabbi, inazima moto wa ghadhabu wa Mwenyezi Mungu. Tasimama hapa katika inshallah, wala tahadhuna ala miskin wa taakuluna turatha aklan lam hadha wallahu a'lam.